Yes, naam. Karibu mwanamichezo katika akaunti yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Karibu sana ili uweze kupata taarifa mbalimbali na matukio mbalimbali yale ya kisoka ambayo yameweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Kutokea katika klabu ya Young Africans inatarajia kusafiri leo Jumanne Februari 3 saa 6 mchana kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mtanange wao ujao wa ligi ya mabingwa Afrika. Mabingwa hao wa Tanzania watashuka dimbani kumenyana na wenyeji wao AS FAR kutoka katika mchezo wa mzunguko wa 5 ambao ni muhimu katika harakati za kusaka nafasi ya kutinga hatua ya robo finali. Mchezo huo unatarajiwa kupigwa Jumamosi Februari 7 ambapo taarifa zinaeleza kuwa utachezwa bila ya uwepo wa mashabiki uwanjani hapo. Hali hii inawalazimu Yanga kujipanga vyema kiakili ili kupata matokeo chanya ugenini, huku kwa sasa wakiwa wanashika nafasi ya 3 katika kundi lao wakiwa na alama 5 sawa na AS FAR Rabat waliopo nafasi ya 2 katika wastani wa mabao. Lakini hata hivyo mkurugenzi wa kampuni ya Jairuti Joseph Regasira anatarajia kukabidhi kiasi cha shilingi milioni 10 kwa wachezaji wa Simba Sports Club kama hamasa kufuatia juhudi walizoonyesha kwenye mchezo wa jana dhidi ya Esperance de Tunis licha ya mchezo huo kumalizika kwa sare ya 2-2. Regasira ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Jairuti ameona ni vyema kuthamini jasho la wachezaji waliopambana na kupata mabao mawili ya mapema kupitia kwa mchezaji Shomari Kapombe na Agostini Kagoma. Ingawa ahadi ya awali ilitegemea ushindi ili fedha hizo zitoke, mkurugenzi huyo ameamua kuwazidishia morali wachezaji kwa kutoa kiasi hicho, ikiwa ni kuwajenga kisaikolojia kuelekea mechi mbili muhimu zilizosalia za kundi D, ambapo Simba kwa sasa ina alama 1 na ili kufufua matumaini ya kutinga hatua ya robo finali, Simba haina budi kushinda michezo iliyobakia mbele yake dhidi ya Stade Malien pamoja na Petro di Luanda. Lakini tukirejea tena kwenye klabu nyingine ya Yanga ambao ni washindani dhidi ya klabu ya Simba, klabu hiyo ya Yanga imepiga hatua nyingine kubwa kuelekea mabadiliko ya miundombinu baada ya kampuni ya GSM Tanzania Limited kushinda tenda ya kushirikiana na klabu hiyo katika ujenzi wa uwanja wao mpya wa Kaunda Jangwani. Hatua hii inatarajiwa kuwapa Yanga uwanja wa kisasa utakaofahamika kama GSM Yanga Stadium, ukiwa na muonekano wa kuvutia wenye rangi za kijani na manjano, jambo ambalo limeleta msisimko mkubwa miongoni mwa wanachama na mashabiki wa klabu hiyo. Na mwanamichezo, ni kushukuru sana. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Lakini hata hivyo, klabu ya Azam FC kwa sasa inashika nafasi ya 3 katika msimamo wa kundi B ikiwa na alama 6 baada ya kucheza michezo 4. Katika hatua hiyo, Azam imefanikiwa kushinda mechi 2 na kupoteza mechi 2, huku ikiwa imefunga mabao 3 na kuruhusu mabao 4. Yaani tunaweza tukasema 1 goal difference. Nafasi hii inaweka katika ushindani mkali wa kuwania nafasi 2 za juu ili kufuzu hatua inayofuata. Kundi hilo kwa sasa linaongozwa na miamba ya soka Wydad wenye alama 9 wakifuatiwa na Maniema Union ambao pia wana alama 9, lakini wanashika nafasi ya 2 kutokana na wastani wa mabao. Nairobi United inabaluza mkia katika kundi hilo ikiwa haina alama yoyote baada ya kupoteza michezo yote 4 waliocheza hadi hivi sasa. Kwa sasa Azamu michezo 2 iliyosalia itakuwa ni fainali ili kuweza kuzipiku timu zilizo juu yao. Nikushukuru sana mwana michezo, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina la ziada, zilikuwa ni habari za kimichezo na yale ambao umeweza kuyasikia kutoka hapo. Usisahau kusubscribe, share, like na comment. Kutokea hapa sina la ziada, ngotokea siku njema, bye bye.